Mtazamaji wa TAKUKURU TV, kila mtoto anayezaliwa hubeba ndoto, matumaini na mustakabali wa familia na taifa. Lakini kwa watoto wanaozaliwa kabla ya wakati, kila sekunde ni mapambano ya maisha yanayohitaji huduma za haraka na vifaa tiba vya kisasa. Kwa kutambua umuhimu wa kuokoa maisha ya watoto hawa, Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, yani TAKUKURU, imeendelea na dhamira yake ya kushiriki katika kuijali jamii kupitia utoaji wa mashine za kuhudumia watoto wanaozaliwa kabla ya wakati katika hospitali za rufaa za mikoa yote iliyopo Tanzania bara. Agosti 3 mwaka huu 2026, TAKUKURU imekabidhi mashine 2, yani Infant Radiant Warmer na Phototherapy Unit katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe. Na tunashukuru sana kwa watumishi wa PCCB wao kuchanga pesa zao ambazo zinatokana na mshahara na kutuletea vifaa hivi muhimu sana vya kusaidia watoto premature. Na kifaa kimoja wapo ni kama hiki hapa. Kwa kweli sisi wananchi wa mkoa wa Njombe tunashukuru, na kwenye taarifa tumeambiwa ni mikoa yote ambayo ina hospitali za rufaa zitapata. Tumekuwa kwa kweli na changamoto sana ya watoto ambao ni premature, na huko nyuma mfano tuliwahi kuwa hata na wodi ambapo mama anaambiwa ampakate mtoto hapa kifuani ili lile joto liweze kusaidia. Atampakata mtoto Jumatatu, Jumanne, wiki nzima, mwezi mzima, hadi pale mtoto anapoimarika, mtoto mwenyewe anakuwa anachangamka, anainuka, ndipo anaambiwa sasa ni ruksa kwenda naye nyumbani kuendelea na huduma mbalimbali. Utakuta sasa ilikuwa ni changamoto kwa sababu wafanyakazi ambao wanatakiwa kwenda kazini inabidi usubiri kumwangalia mtoto, lakini vifaa hivi vya kitaalamu chini ya uongozi imara wa Dr. Samia Suluhu Hassan, chini ya uongozi wa PCCB, tunashukuru kwa kuona jambo hilo kwamba ni muhimu kwenda kwa wananchi kusupport. Akikabidhi vifaa tiba yani Infant Radiant Warmer na Phototherapy Unit katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe kwa niaba ya watumishi wa TAKUKURU, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Bwana Crispin Chalamila ameeleza umuhimu wa vifaa tiba hivyo katika kusaidia kuokoa maisha ya watoto wachanga na kuboresha huduma za afya. Vifaa hivi tumekuwa tukivinunua si kwa kutumia bajeti ya taasisi hata kidogo. Vifaa hivi tumekuwa tukinunua kutokana na michango ya watumishi wa taasisi yetu nchi nzima. Watumishi wote wa TAKUKURU wamekuwa wakichanga kila mwezi ili tuweze kununua vifaa hivi. Wanachanga kwa hiari bila shinikizo wala kulazimishwa na uongozi au na mtu yoyote. Sasa hii yote ni katika na sisi kuwajibika tu kwa jamii. Sisi TAKUKURU ili jambo tunalofanya tunahesabu kama ni matendo ya huruma na upendo kwa jamii. Lakini kubwa zaidi ni kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, ambaye amefanya uwekezaji mkubwa katika sekta ya afya katika kuimarisha huduma za afya mama na mtoto na ustawi wa afya za Watanzania kwa ujumla. Haya yanayofanyika Njombe, hospitali hii, ujenzi unaendelea, yanafanyika maeneo mengi nchini kama si maeneo yote. Kwa hiyo ni uwekezaji mkubwa sana serikali inafanya, na kwa kweli na sisi tumewiwa kuunga mkono jitihada hizo. Sababu tukiachia serikali peke yake itachukua pengine muda mrefu kukamilisha mahitaji yote ya vifaa tiba, dawa na majengo katika hospitali zote nchini. Akieleza kuridhishwa na utendaji kazi wa watumishi wa sekta ya afya mkoani hapo, mkuu wa mkoa wa Njombe Mheshimiwa Anthony Mtaka amesema, hapa tulipo kwenye hospitali tuna timu nzuri sana ya madaktari, nzuri sana, na nadhani juzi tu nilisha message ambazo nimetumiwa hapa na watu waliokuja kupata hapa huduma. Nilisha na watu wa mganga mkuu wa mkoa na mfawidhi, watu ambao wamekuja hapa na wakaleta mrejesho wa huduma ambazo wamepewa. Tume nafasi hii kuwapongeza sana kwenye hiki ambacho mkurugenzi mkuu anakuja kukifanya leo. Sisi bado tuko kwenye uhitaji, na umefanya jambo kubwa kwa sababu ambacho taasisi imekifanya, na kama walivyosema kwamba ni mishahara ya watumishi ni sehemu yao, ni sadaka kubwa. Mimi nimewahi kwenda kwenye kuangalia ile situation, unajiuliza tu kwamba hivi ungepata mtoto mwenye changamoto hii na hauna uwezo,
na hospitali haina hizo facility. Kwa hiyo tunaishukuru sana, amezungumza vizuri mheshimiwa mbunge, tunashukuru sana taasisi kwa namna ambavyo imetugusa. Na mkurugenzi, hili ni jambo ambalo pia kwenye utumishi wa umma watu tunajichanga mwisho wa mwaka, watu wanaenda kwenye kituo cha watoto yatima, peleka kwa wazee, lakini ya kwamba watumishi wanaenda kugusa moja kwa moja mtoto njiti ni kitu ambacho wewe na ofisi yako, sisi kama viongozi wenzako tunapongeza sana. Tunakuombea wewe na watumishi wako kwa Mungu. Mungu awabariki sana, na kwa kweli hata siku nyingine mkigusa jambo lingine, si tunaomba Njombe iwe mahala pa kuja kufanya. Tunawakaribisha sana. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, mashine zilizotolewa na watumishi wa TAKUKURU zitasaidia kupunguza vifo vya watoto hospitalini hapo vinavyosababishwa na upungufu wa joto mwilini. Katika hali ya kawaida watoto wachanga ambao ni watoto wamezaliwa kabla ya muda wanapata sana changamoto ya kupungua kwa joto mwilini kutokana na kwamba miili yao bado haijaweza kuregulate joto, na tunaambiwa kwa ikishuka degree 1 ya joto riski ya mtoto kufariki inaongezeka kwa 28%. Kwa hiyo uwepo wa kifaa hiki utatusaidia kwa kiasi kikubwa sana kupunguza vifo vya watoto sasa vinavyotokana na upungufu wa joto au hypothermia. Lakini sambamba na hilo, tumepokea pia hii mashine ya phototherapy. Watoto ambao wanazaliwa njiti wana hatari kubwa ya kupata manjano, na tunaambiwa takwimu zinasema katika kila watoto 10 wanaozaliwa njiti, watoto 8 wanapata manjano. Japokuwa sio wote watahitaji kifaa hiki, lakini angalau hata nusu wanaweza kuhitaji kwa kwenye phototherapy. Je, wazazi wenye watoto walio na changamoto za afya hospitalini hapo wanazungumziaje ujio wa mashine hizo? Siwezi kusema kwa hizo mashine za joto hazina muhimu, zina muhimu sana. Kwa sababu hata nilivyokuwa pamoja mwenyewe huku juu, wameshanikabidhi mtoto. Joto langu mwenyewe likaa halitoshi. Sasa sijajua ilikopa haitoshi kwa ajili ya woga au inakuwa ni kwa ajili ya nini, nikopa nini? Sielewi. Wakija hivi kama sasa waje kupima nakuta ipo 33, 34. Kuna siku alifika 33 kamili. Yule nesi akaja anakimbia kumchukua mwanangu kumpeleka kule kwenye joto. Kwa hiyo umuhimu wa mashine za joto ni mkubwa sana. Yaani sana. Kwa hospitali ambazo hazina ni changamoto. Nimekaa hapa mpaka leo nakaribia mwezi. Najua kabisa kuwa na nimeona kuwa wengine wanaletwa huku kwa sababu ya nini? Mashine za joto kwenye hospitali alikojifungulia hamna. Kwa mtu anakimbizwa analetwa huko kwa sababu mtoto aje tu akae kwenye joto. Utakuta mama hana shida, lakini shida ni nani? Ni mtoto. Kushukuru waliokuja siku hii ya leo TAKUKURU kwa ajili ya kuona sisi ambao tulipata changamoto ya watoto ambao wana manjano. Pia wametuwezesha kwa kuleta hizo mashine ambazo zinasaidia kwa watoto wenye manjano ili waweze kutibika mapema na kuweza kurudi katika hali zao za kawaida. Mashine hiyo inasaidia maana mpaka sasa hivi alilazwa kwa siku 3 lakini sasa hivi yuko vizuri. Namshukuru Mungu kwa hilo. Mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe, Dr. Gilbert Kwesi, anatoa wito kwa wadau kujitokeza kuchangia sekta ya afya nchini. Kwa kipekee sana kwa niaba ya management na watumishi wote wa hospitali ya rufaa ya mkoa, tunashukuru sana kwa kupokea mashine hizi ambazo kiukweli zinaenda kusaidia katika kuendelea kuboresha huduma eneo hili. Kabla ya siku ya leo tulikuwa na phototherapy mashine 3, lakini uhitaji ni phototherapy 7. Sasa utaona ongezeko hiyo linaenda kusaidia watoto pia wengi, kwa sababu phototherapy mashine 1 inaweza kusaidia watoto wengi. Lakini pia tulikuwa na uhitaji wa infant radiant homa 10 na tunazo 5. Lakini utaona kwamba ongezeko hili pia linaenda kusaidia kutibu watoto wengi zaidi. Kwa hiyo nitoe wito pia kwa wadau wengine ambao wataguswa kwa namna yoyote kuendelea kuisaidia hospitali, kwa sababu hii ni hospitali yetu wala sio ya watumishi wa hospitali ya rufaa mkoa peke yake, ni kwa ajili ya wananchi wote. Yeyote anayeguswa tunamkaribisha kama ambavyo tunakaribisha wenzetu wa TAKUKURU, na Mungu awabariki sana. Mtazamaji, moyo wa kujitolea huleta tumaini jipya la maisha kwa watoto wanaohitaji msaada zaidi tangu dakika zao za kwanza duniani. Hadi hapo TAKUKURU TV hatuna la ziada. Endelea kutazama vipindi vyetu.
hapa TAKUKURU TV. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification ili kupata taarifa za matukio mbalimbali hapa TAKUKURU TV. Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TAKUKURU TV.